Si gereza Israeli, ni makaburi. Ukitoka hai ndio ushangae. Askari mmoja wa akiba wa jeshi la Israeli ambaye wakati fulani alikuweko kwenye jela ya kutisha Israeli ya Taiman katika jangwa la Negev amefichua taarifa za kutisha na kuogofya mno kuhusu jinai wanazofanyiwa Palestina kwenye gereza hilo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Fars, askari huyo ameliambia gazeti la Haaretz kwamba jela ya Taiman iliyoko umbali kilomita 30 kusini mwa mji wa Berei al-Saabi au Beersheva ni kambi ya mateso ya kutisha mno. Askari huyo ambaye hakutaka jina lake litajwe amesema baadhi ya Wapalestina wanaingia kwenye jela hiyo wakiwa hai, lakini wanatoka maiti zao zikiwa zimebebwa kwenye mifuko. Amesisitiza kuwa vifo vya mateka wa Palestina katika jela hiyo si jambo la kushangaza hata kidogo, bali cha kushangaza sana ni kuona Mpalestina anatoka akiwa hai kwenye gereza hilo. Vilevile mwanajeshi huyo wa Israeli amesema kuwa mateso na ukiukwaji wa haki za wafungwa unafanyika kwa utaratibu maalum na kwa amri ya serikali ya Israeli. Amesema, nilishuhudia majeruhi wa vita wakiwekwa kwenye jela hii kwa wiki kadhaa wakiwa na njaa na bila matibabu yoyote. Aidha amesema kuwa mateka wa Kipalestina wanashikiliwa katika mazingira ya kinyama mno kwenye jela hiyo ya Israeli, na amemnukuu kamanda wa kambi hiyo akisema jela ya Side Taiman ni makaburi. Gazeti la Haaretz pia limemnukuu askari huyo wa Israeli akisema kuwa walinzi wa jela ya Taiman hawaruhusu mateka wa Palestina kutumia vyoo, licha ya kwamba mateka wengi katika gereza hilo ni raia wa kawaida na hawakuwahi kubeba silaha hata mara moja. Vilevile, utawala wa Israeli unaendelea kutumia njaa kama silaha ya vita, huku taarifa zikisema unga wa ngano umemalizika kabisa kwenye ukanda wa Gaza na kusababisha kufungwa kwa mabekari yote. Abdel Nasser Al-Ajram, mkuu wa chama cha wamiliki wa mabekari Gaza, ametoa kauli hiyo kwa shirika la habari la Palestina Safa ambalo lilichapisha taarifa hizo Ijumaa. Kwa mujibu wa afisa huyo, kufungwa huko kumetokana na uhaba mkubwa wa unga na mafuta, hali iliyoletwa na kuongezeka kwa mzingiro wa utawala wa Israeli dhidi ya eneo hilo. Utawala wa Israeli ulianzisha vita vya mauaji ya kimbari dhidi ya Gaza mnamo Oktoba 7, 2023 kama jibu kwa operesheni ya kihistoria ya kulipiza kisasi wapigania ukombozi wa Palestina. Tokea wakati huo Israeli imeua Wapalestina zaidi ya 52,700, wengi wao wakiwa wanawake na watoto. Wakati huo utawala huo umeshadidisha mzingiro wake ulioanza mwaka 2007 dhidi ya Gaza. Shirika la misaada la World Central Kitchen limetangaza Jumatano kuwa haliwezi tena kupika au kuandaa chakula kwa Wapalestina wa Gaza kutokana na kuisha kwa akiba chakula na mafuta yanayohitajika kwa kupika. Wananchi wengi wa Gaza sasa wanategemea misaada kwa 100%, huku vita vinavyoendelea vikiwasukuma wengi kwenye umaskini mkubwa. Kwa mujibu wa Benki ya Dunia, mashambulizi ya kijeshi muda mrefu yameharibu kabisa uchumi na miundombinu ya eneo hilo. Mnamo Mei 7, 2025, kundi la wataalamu wa Umoja Mataifa lilitoa tamko la pamoja likitaka dunia ichukue hatua za haraka kusitisha mauaji ya kimbari yanayotekelezwa na Israeli huko Gaza. Afrika Kusini imefungua kesi ya mauaji ya kimbari dhidi ya Israeli katika mahakama ya kimataifa ya haki na imesisitiza kuwa haitafuta kesi hiyo licha ya vitisho, mashinikizo na kukatiwa misaada na utawala wa Donald Trump. Shirika la habari la Palestina limetangaza kuwa ndege za kivita za Israeli zimeshambulia ghala la chakula la UNRWA katika kambi ya Jabalia kaskazini mwa Gaza. Kwa mujibu wa shirika hilo, ndege za kivita za utawala wa kizayuni wa Israeli zimeshambulia ghala hilo la chakula la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi wa Palestina katika kambi ya Jabalia kaskazini mwa ukanda wa Gaza. Moshi mkubwa umetanda angani juu ya eneo hilo baada ya shambulio hilo la kijinai la Israeli. Katika shambulio hilo, raia 4 wa Palestina wameuawa shahidi na makumi ya wengine wamejeruhiwa, baadhi yao wakiwa ni wanawake na watoto wadogo. Kabla ya hapo, taarifa nyingine zilikuwa zimesema kuwa watu 4, mmoja wao akiwa mtoto mdogo, wameuawa shahidi na wengine kadhaa kujeruhiwa kutokana na shambulio la kijinai lililofanywa na adui mzayuni katika eneo la Hai al-Rimal la magharibi mwa mji wa Gaza. Katika kipindi cha saa 24 zilizopita, wa Palestina 27 wameuawa shahidi na 85 kujeruhiwa katika mashambulizi ya kikatili ya Israeli huko Gaza. Kwa takwimu hizo, idadi ya Wapalestina waliouawa shahidi katika vita vya Israeli dhidi ya Gaza tangu Oktoba 7, 2023 hadi hivi sasa imeongezeka na kufikia watu 52,787, na idadi ya waliojeruhiwa imefikia Wapalestina 119,349. Idadi hiyo haijumuishi Wapalestina walioko chini ya vifusi na wengine ambao hatima yao haijajulikana.
Katibu mkuu wa harakati ya Mukawama ya Hezbollah ya Lebanon amesema Mukawama itaendelea hadi ushindi kamili utakapopatikana na kuangamizwa kikamilifu utawala wa Israeli. Sheikh Naim Kasim amesema hayo katika ujumbe wake wa video aliotoa kwa mkutano uliopewa jina la QOM, chuo cha kidini, mapinduzi ya Kiislamu na Mukawama, uliofanyika katika chuo cha Dar al-Shafa, chuo mashuhuri cha wanafunzi wa kidini wa ngazi ya juu kilichoko katika mji wa QOM hapa nchini Iran. Tuna imani kamili na ahadi ya Mwenyezi Mungu ya ushindi, na Mukawama ataendelea hadi ushindi kamili na kuangamizwa kikamilifu wa uvamizi. Hakuna nguvu duniani inayoweza kuzuia matakwa ya umma wa Kiislamu, amesisitiza katibu mkuu wa Hezbollah. Vilevile shirikisho la vyama vya wafanyakazi wa Norway LO, kundi kubwa na lenye nguvu zaidi la wafanyakazi nchini humo, limeidhinisha kususiwa pakubwa kiuchumi utawala wa Israeli katika hatua muhimu ya kudhihirisha mshikamano wa wafanyakazi wa Ulaya na Palestina. Hoja hiyo imeidhinishwa kwa kura nyingi ambazo ni sawa na 88% wakati wa kongamano la kitaifa la shirikisho la vyama vya wafanyakazi vya Norway lililofanyika Oslo, mji mkuu wa nchi hiyo, kuanzia tarehe 8 hadi 9 Mei. Kamati ya Palestina Norway imesema kuwa shirikisho la vyama vya wafanyakazi la nchi hiyo lilianza kuisusia kiuchumi Israeli baada ya kulipigia azimio hilo kura za ndio 240 dhidi ya 69 za hapana. Azimio hilo linaeleza kuwa shirikisho la vyama vya wafanyakazi vya Norway sasa linautaka mfuko wa hazina wa taifa wa nchi hiyo, makampuni ya ndani na taasisi za fedha kuacha kufanya biashara zote na Israeli na zile zinazohusishwa na serikali ya Israeli. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Sasa tuangalie kile kinachoendelea kuhusu India na Pakistan ambako sasa wapo kwenye vita. India na Pakistan siku ya Jumamosi zimeonyesha nia yao ya kumaliza mzozo wao wa kijeshi iwapo pande zote mbili zitaheshimu uamuzi huo. Hata hivyo, majeshi ya pande hizo mbili yameendelea kushambuliana kwa silaha za aina mbalimbali. Waziri wa mambo ya nje wa Pakistan Ishaq Dar amesema kwamba iwapo India itasitisha mzozo, Islamabad itafanya vivyo hivyo. Akizungumza na kituo cha runinga cha Geo News cha Pakistan, Ishaq Dar amesema kama kutatumiwa akili kiduchu, India itakomesha mashambulizi, na wakikoma, sisi pia tutaacha mashambulizi. Tunataka kwa dhati amani isiyo na ubabe wa nchi yoyote. Wakati huo huo, Islamabad imepuuzilia mbali chaguo la kutumia silaha za nyuklia katika hatua hii baada ya kutolewa ripoti zinazokinzana kuhusu wito wa mkutano wa chombo cha juu zaidi wa nyuklia nchini humo kujibu mashambulizi ya India. Waziri wa ulinzi wa Pakistan Khawaja Muhammad Asif amesema kuwa chaguo la nyuklia haliko mezani kwa sasa, lakini ikiwa kutatokea mabadiliko, waangalizi pia wataathirika. Akiongea na Geo News, Asif amesema, ninauambia ulimwengu kwamba hili halitaishia kwenye mipaka ya eneo hili, lakini inaweza kuwa na uharibifu mkubwa zaidi. Machaguo yetu yanapungua kutokana na hali ambayo India imeunda. Awali televisheni ya CNN imeripoti kwamba mawasiliano ya kwanza ya simu yamefanyika kati ya India na Pakistan na kudai kuwa Islamabad inataka kufanya mkutano na New Delhi. Mvutano kati ya wapinzani hao wawili wenye silaha za nyuklia ulipamba moto baada ya shambulio la Aprili 22 kwenye kituo maarufu cha watalii huko Kashmir inayodhibitiwa na India ambalo liliua watu 26, wengi wao wakiwa watalii wa Kihindu wa India. New Delhi ililaumu Pakistan kwa imeunga mkono shambulio hilo, tuhuma ambayo Islamabad inazikanusha. Sasa nikwambie, kombora lililovurumishwa kutoka Yemen limefika katika maeneo yanayokaliwa kwa mabavu na Israeli, huku mfumo wa ulinzi wa anga wa Thadi wa Marekani ukishindwa tena na kulazimisha mamilioni ya Wazayuni kukimbilia katika mahandaki wakiwa na hofu na mashaka. Kombora hilo lililovurumishwa Ijumaa limesababisha ving'ora vya tahadhari kusikika katika jiji la Tel Aviv na maeneo mengine zaidi ya 200. Operesheni hiyo ililazimisha utawala huo kuamuru kuwashwa kwa mifumo yake ya makombora ya ulinzi, ikiwemo mfumo wa ulinzi wa anga wa Thadi uliotengenezwa Marekani. Kituo cha habari cha utawala huo cha Channel 12 kimeripoti. Kwa mujibu wa kituo hicho, mfumo huo wa makombora hata hivyo ulishindwa kuzuia kombora hilo na kufanya kuwa mara ya pili kwa kifaa hicho cha gharama kubwa kushindwa kukabiliana na makombora ya Yemen. Vyombo mbalimbali vya habari vya Israeli kwa upande mwingine vimeripoti mlipuko mashariki mwa Tel Aviv na katika miji mitakatifu inayokaliwa kwa mabavu wa Al-Quds, ambako mfumo wa Thadi ulijaribu kuzuia kombora hilo bila mafanikio. Gazeti la Israeli la Yedoth limeripoti kuwa safari za ndege katika uwanja muhimu wa Ben Gurion zilisimamishwa. Jeshi la Yemen limekuwa likitekeleza operation za kulipiza kisasi kwa niaba ya Palestina Gaza na kuweka mzingiro wa baharini dhidi ya meli na vyombo vya majini vya Israeli vinavyoelekea katika maeneo yanayokaliwa kwa mabavu tangu Oktoba 2023. Wakati huo Saidi Abdul Malik Badri al-Din al-Hut, kiongozi wa harakati ya Ansarullah ya Yemen, ameeleza kuwa jamii za Kiarabu na umma wa Kiislamu
zinabeba jukumu la msingi la mauaji ya kimbari yanayoendelea huko Gaza, akisisitiza matokeo mabaya ya kutochukua kwao hatua. Shukran kwa Babe Ukivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.